Karibu katika episodi ya 10 ya tamthilia yetu nzuri sana. Tuliweza kumuona mwanamama ambaye alikuwa amepigiwa simu kwenda kukutana na mtaalamu. Sasa akaingia mpaka katika maeneo ya subway, na huko alipofungua tu mlango, wahenga wanasema kika mlamba, kwani yule mtu alikuwa amemtisha na kumkaba shingo yake. Lakini ukumbuke kwamba Mwamba Jisan pamoja na bidada Yorang walikuwa katika maeneo haya ya subway station kwenda kumtafuta huyu mwanamke asije akaingia katika matatizo, kwani ataingia katika mikono ya mtu mbadi. Hasa kumbukumbu zikawa zinamrudia huyu mwanamke kwamba alishawahi kuaga ni police officer na amewahi kumkamata mmoja kati ya memba wa hii Grasshopper Group, na sasa wameanza kumrudia. Na kuna waya fulani mwembamba sana huyu Nyamela alikuwa ameushika. Sasa hii ilikuwa ni ishara ya kwamba Nyamela alikuwa amezamiria kuyateketeza maisha ya bidada. Hasa Mwamba Jisok pamoja na bidada Yorang wamefika katika eneo ambalo lilikuwa limefungwa, wakawa wanagonga sana, fungua mlango la sivyo tunafyatua risasi. Lakini wakawa wametoka wafanyakazi wa usafi, kumbe ile eneo bana ni kwa ajili ya wafanyakazi. Basi wakaanza kutafakari, ina maana sio katika chumba hiki. Wakagundua kwamba hiki chumba bana vitu vyake vyote vilikuwa vimehifadhiwa katika chumba kingine. Moja kwa moja wakaingia katika chumba hicho na kumkuta mwanamke hali yake ni mbaya sakafoni. Haraka wakawapigia watu ambao ni askari katika maeneo haya ya subway, na wakasema pelelezeni hapo, inaonekana huyu mtu hajaenda mbali, hakikisheni mnampata. Hasa naye bidada Yorang katika harakati zake za upelelezi akawa amepishana na Men in Black pale, ila yeye hakuweza kumuona. Na yule mwanamke akawa amewaishwa hospitalini. Asante Mungu, juhudi za madaktari na Mungu mwenyewe aliingilia kati, basi mwanamke akawa amerejea katika uhai wake. Mwanamama Yorang alikuwa yuko kando yake. Bidada Yorang alikuwa amekasirika sana, akasema wakati mwingine unaposikia simu inapigwa namba ngeni, pokea, uwezi ukajua ni nani. Wakati mwingine watu wanaweza kazima simu wakupigie. Na bidada Yorang akaapa akisema kwamba huyo jamaa na kuapia mbele yako kwamba lazima nije kumkamata. Bila kupoteza hata wakati, moja kwa moja bidada Yorang akaungana na vikosi vyake na moja kwa moja wakatimba katika maeneo ya subway, wakaanza kupeleleza huko. Milango iliyokuwa imefungwa na makufuli wakaanza kuikata, na katika eneo hili walikutana na warrant nyingi sana, lakini pia vitambulisho kibao vilikopo katika haya maeneo, na bila shaka hii ndio kempu inayotumiwa na hao Grasshopper. Na warrant nyingine zilikuwa zinahusiana na watu ambao walikuwa wamefariki, yani kiufupi ni kwamba watu walikuwa wameuliwa, vifo vya utata, warrant zao zilikuwepo. Ikabidi bidada achanganyikiwe. Sasa akaanza kutafuta warrant labda ya dada yake, huenda na yenyewe itakuwepo katika mitaa hii. Kwa kweli bidada akavuta pumzi kwa tabasamu, kwa sababu aligundua kwamba warrant ya dada yake haikuwepo. Kwa hiyo bila shaka huenda dada yake anaweza akawa yuko hai bana. Asa mtaalamu Men in Black aliweza kurudi tena katika maeneo yake ya kazi. Leo alikuta mlango uko wazi na akagundua kwamba humo ndani lazima kutakuwa na makachelo. Hasa hao mafande huku ndani wanajiuliza, kwa nini huyu jamaa anapenda sana kuwa na wallet za watu? Huwa ni kitu gani ambacho yeye anakitarget ama anakitaka zaidi katika wallet? Mimi naona kama vile ni maokoto, ila hayo ni mawazo yangu, lakini sijajua. Hasa kulikuwa kuna maboksi ambayo yamefungwa kwa vyuma. Sasa haya maboksi kuyafungua ilikuwa ni kipengele. Wakaanza kuyafungua sasa kwa kutumia ile grinder, na hapa ndani waliweza kukuta viatu vyekundu, na vile viatu vilikuwa ni viatu vya mtoto mdogo hivi. Wakaendelea kufanya utafiti hapa ndani, na walikuja kugundua kuna ubao ambao ulikuwa una picha nyingi na maelezo fulani hivi yaliyokuwa yameandikwa, na kulikuwa na picha za watu wengi sana ambao Mwamba ameweza kufanikiwa kuwaua. Bidada akawa anaangalia kwa kuogopa asije akaikuta picha hata kidogo ya mdogo wake, lakini alilokuwa analiogopa ndilo ambalo alikutana nalo. Mdogo wake aliyemtafuta kwa zaidi ya miaka 5, kumbe mdogo wake alikuwa amekufa. Bidada alilia akiwa amekumbatia picha ya mdogo wake, akaanza kuondoka katika pango kinyonge sana, akiwa anajua hana la kufanya. Na moja kwa moja wakamfuata Mwamba Jason na wakamweleza kila kitu alichoweza kukikuta. Timu ya maripota na watu wa uchunguzi wakatimba eneo la tukio na kuanza kupiga kila picha ambayo inasemekana mtu alikuwa amepotea ama alikuwa amekufa. Wakaanza kuchunguza kwamba katika ile maeneo ya subway kila kitu ambacho kinaendelea, huenda mtu ambaye anahusika na hayo matukio atakuwa ni mwizi, kwa sababu kuna warrant nyingi sana kule. Hapo wakapata wazo kwamba huenda huyu jamaa anahusika kwa ukaribu sana na hilo kundi la Grasshopper. Baada ya maafande kupiga hesabu kama zote, wakaja na jibu moja tu kwamba mtu ambaye anahusika na haya matukio yote si mwingine bali ni huyo Grasshopper. Sasa wanataka kumjua huyo mkuu wao ni nani ambaye anawaagizaga watu kufanya hayo matukio. Kwanza kabisa wakaanza na wale vijana watatu kundi la Grasshopper, wakawabandika mabango kila sehemu, mkiwaona hawa mna zawadi nono. Asa kama unavyojua wabongo wameshatangaziwa kwamba wakiona viumbe hivi kuna donge nono la fedha. Bwana we, miamba walichangamka. Sasa huku jamaa wamekaa wanaanza kuwaza kwamba itakuwaje? Yaani sasa hivi tukionekanika popote pale watu wanatungangania kama bidhaa, itakuwaje? Tutaishije wazee? Lakini huyu Grasshopper mwenye upala alikasirika sana, akasema haya yote yameweza kusababishwa na mapenzi. Mshikaji aliendekeza sana mapenzi na kuanza kutongoza viwatu ovyo, na ili kutuliza hasira zake akapiga kichwa katika kioo.
huwezi kuamini, kioo kikapasuka, lakini mwamba Upala huko vile vile. Hasa Mr. Upala alikuwa ameelekea dukani kwenda kununua bidhaa. Sasa wakati ananunua hizo bidhaa, huyu muuzaji akawa anampatia mwamba wa change. Akaja kugundua kwamba huyu ndio mwamba anayetafutwa. Bidhaa alizoniungisha za 10,000, nikimpata huyu jamani milioni 5. Acha nitoe taarifa bwana. Baada ya mwamba kuweza kutoka tu pale dukani, basi mwanamama akapiga simu kwa polisi akasema, nimemwona mtu mwenye upala ambaye yuko kwenye ile tangazo, na mnapokuja muje na milioni 5 zangu kabisa, kwa sababu mimi Mchaga siachagi hela, na tena usipokuja na milioni 5 yangu na kuapia tutagombana. Operation ya maafande ikaanza. Kwanza moja kwa moja wakaanza kutimba katika maeneo hayo ambayo wameambiwa kwamba hawa Grasshopper wanapatikanika. Watu walikuwa wameandamana umwene maafande kama wote, na kwa sababu usipokuwa makini na hawa Grasshopper, hata wewe wanaweza kukuiba ukiwa hata uelewi umeibwaje. Wao Grasshopper waligundua kabisa kwamba na wenyewe wanatafutwa, kwa walikuwa wamejipanga vizuri, wakawaandaa Grasshopper karibia wote wakakusanyika. Sasa maafande wakawa wameingia leo cha kike. Grasshopper wakasema leo zitabondwa ngumi hapa ndani, kama unajua ujiwezi ni bora utoke mapema, kwa sababu hatuna hurumaga na mtu. Hasa bidada Yulang pamoja na Maji na wenyewe walikuwa wamefika kwa kuchelewa kidogo, wakataka kuingia, kumbe milango ilikuwa imelokiwa kabisa. Huu ugomvi ni wa wanaume. Humo ndani lilikuwa linapigwa singeli la kiume, watu wanatembezewa mkongoto, mpaka Kipala akaona kwamba hili game mbona kama vile aliwezi, kwa sababu mwamba alikuwa anadunda ngumi, sio mchezo. Jamaa akabidi kukimbia. Sasa kiongozi wa Grasshopper ndio huyu mwamba ambaye amevalia kofia, kumbe ni kijana wa kawaida tu. Sasa wenzake baada ya kukimbia kule kutokea katika ugomvi, walikuja mpaka katika haya maeneo ambayo yeye alikuwepo. Alipoona wenzake wako hapa afu wana simu, akaona hii hatari, akawaambia mashikaji zangu, samanini kidogo, naingia hapo bafuni mara moja, kwa sababu alijua mapolisi lazima watawasakama hawa na watawapata kupitia simu alizonazo. Hasa mwamba alikokuwa ameelekea kusema anaelekea toilet, kumbe alienda kuwapigia sasa polisi, akaanza kuambia kuna mtu amenikaba, niko huku katika maeneo ya bandari, afu anataja yale maeneo ambayo wenzake wapo. Kwa hiyo jamaa anachoamini ni kwamba wale Grasshopper wote wakishaweza kukamatwa, maana yake kesi yake itakupa aibu, itaonekana kwamba Grasshopper wote wamekamatwa, kumbe yeye bado ataendelea kuwa hai. Ni kweli kabisa bana, maafande wakafika eneo husika na wakawakamata wote. Kwa kiufupi ni kwamba alikuwa amewauza wenzake ili siri yake endelee kubakia yeye kama yeye, kwa sababu mwamba aliona kushirikiana na watu wenye vipara sometimes kuna hasara sana. Naye mwamba pia hata hakufika mbali, alikamatwa kiolaini sana. Alafu alipomtazama bidada Yulang akasema, unajua kwamba dada yako bado yuko hai? Na mwamba akasema, dada yako yuko hai lakini hayuko katika yale maeneo ya treni, mimi nafahamika kama hicho. Na mwamba anasimulia kwamba dada yako wala alikuwa anihusu. Wakati tumefanya tukio la wizi, tukawa tunaingia katika maeneo ya Andaki, ghafla tukakuta tunaona begi ambalo liko kando kidogo. Katika lile begi nilipoenda kufungua nikijua kutakuwa kuna maokoto, ndio nikamkuta dada yako. Kuja kumcheki mara mbili niligundua kwamba yuko hai. Sasa kwa kuwa mimi kazi yangu ilikuwa sio kusaidia, mimi kazi yangu ilikuwa ni wizi, ndio maana nikachukua necklace yake. Sasa mwamba Jisoo akaamua kuwafuata wale wenzake na huyu mwamba Grasshopper akaenda kuuliza, hii necklace mnaijua na mazingira ya kupatikanika kwake mnakumbuka? Na wenyewe walieleza sawa sawa na mwamba yule alivyoweza kueleza kule ndani. Hasa hawakutaka kumwamini kwa haraka sana huyu kiongozi wa Grasshopper, kwa sababu wanajua kwamba jamaa ni hatari sana, anaweza akapata kaupenyo ndo akachomoka mazima. Hasa wakiwa ndani ya kituo cha polisi, mwamba amefungwa kizembezembe tu, jamaa asijue alipatia wapi kaupenyo. Ghafla wakakuta kwamba mwamba ameweza kutoweka ghafla, na alipokuwa ametoweka katika kituo cha polisi, jamaa alikuwa ameelekea katika kituo cha treni. Sasa bidada aliweza kugundua kwamba jamaa alikuwa ameelekea huko na akawa amemfuata akiwa analia sana, na swali ambalo alikuwa anamuuliza mwamba ni moja tu, dada yangu yuko wapi? Uliniambia kwamba yuko hai, dada yangu yuko wapi? Jamaa akamwambia, Kisia, unadhani yuko wapi? Jamaa alimwambia bidada, kwa kuwa wewe unajifanya ni mtafiti na mchunguzi sana, sasa naomba uchunguze na ugundue wapi dada yako aliko. Kisha jamaa akawa anaondoka, na kwa bahati mbaya mlango wa treni ulikuwa ni mgumu sana, bidada kila akijaribu kupasua anashindwa. Kumbe bwana, wakati wote wanaendelea kuhangaika, kuna madamu mmoja anayefahamika kama Mrs. Choi. Huyu madam ndiye ambaye alikuwa anamtunza huyu bidada ambaye ni mdogo wa bidada Yulang, na sababu ya kumtunza kwake ni kwa sababu yeye aliwahi kupotezaga binti yake, yani binti yake alikuwa amefariki. Kwa hiyo alipompataga huyu binti akaanza kumtunza, na taarifa za kutafutwa kwa huyu binti anazo, lakini kila wakati anakuwa anamchezesha tu, mara anampeleka kushoto anampeleka kulia ili mafande wasiweze kumkuta. Kwa kiufupi ni kwamba amejihalalishia kwamba huyu ni mtoto wake. Na kwa bahati mbaya sana bidada alipotoka tu katika kituo cha treni siku ya leo, alikuja hapa kwa Mrs. Choi kuja kumsalimia tu huyu mama, kwa sababu alikuwa na matatizo siku za hivi karibuni. Mrs. Choi akiwa katika gari alikuwa akishuhudia kabisa, anamuona bidada Yulang anavyogonga hodi katika nyumba yake, lakini hakwenda kushuka kwenye gari wala hakumruhusu huyu binti ashuke ndani ya gari kwenda kumsalimia dada yake. Na
ni kweli kabisa, huyu mdogo wa Yurang namna alivyokuwa anakumbuka vitendo vizuri ambavyo Mrs. Choi alikuwa anamfanyia, namna anavyomhudumia, akakosa kabisa sababu ya kwenda kumfuata dada yake. Na ukumbuke pia na matatizo ya akili huyu. Yeye akikumbuka ubwabwa, basi akili zake zote zinaishia hapo. Na bidada kanakumbuka nyakati ngumu, namna kalivyokuwa kakiota ndoto za kutisha. Mrs. Choi ndiye aliyekuwa akimhudumia nyakati zote. Na huyu bidada anayefahamika kama Eugene, mdogo wa bidada Yurang, akaamua tu kumkumbatia Mrs. Choi na kuachana kabisa na dada yake, kwa sababu huyu aliona na mapenzi ya karibu zaidi kuliko dada yake. Na ukumbuke dada mtu ndiye alikuwa amemwachaga katika train session, na kule mdogo mtu ndo akawa amepotea. Sasa akikumbuka dada yake namna alivyokuaga mkali, japokuwa alikuwa akimpenda, akaona kwamba bora ambatane na huyu Mrs. Choi. Na Mrs. Choi akamchukua Eugene na akampeleka katika hospitali ya watu ambao kidogo wana changamoto ya afya ya akili, na akamwagiza huyu nesi kumwangalia huyu binti na kumtunza vizuri. Hasa Mrs. Choi baada ya kutoka pale, moja kwa moja akamfuata bidada Yurang na akasema, mimi najua wapi mdogo wako aliko. Bidada Yurang alishangaa sana, unajua aliko? Hebu niomba niambie. Lakini kabla mwanamama hajaongea, ghafla akajichokeza mwamba Wicho. Na jamaa huwa akija akiwa ameshika kamba hii, huwa ni kitendo kimoja tu kinachofuatia mbele yake, ni mauaji. Sasa bidada Yurang hakutaka kuwa mzembe kabisa awamu hii, akachukua bunduki yake na akataka kumshambulia mwamba. Na mwamba hakuwa na masiala, alimkaba bidada sana akamwangusha chini. Sasa Mrs. Choi akawa anamfuata bidada kwenda kumsaidia, lakini wakati huo Wicho akawa anamfuata mamake akiwa amemshikia kisu. Mama hakuamini macho yake, mwanaye wa kumzaa leo anamshikia kisu, mbona noma na nusu hii? Na kumbe Wicho ndo alikuwa amempatia huyu mama yule binti amlee. Kwa hiyo mama, kwa kuwa binti yake mmoja alikuwaga amefariki, akaamua kuanza kumlea huyu binti kama mbadala wa binti yake wa kwanza, na Wicho ndo aliyekuwa amempatia mama yake huyo binti. Mama mtu alijilaumu sana kuwa na mtoto kama huyu, akajilaumu hata kumleta duniani, akisema kwamba huenda ni makosa yangu kukuleta duniani, ndio maana umewapoteza watu wengi sana. Na mama akaamua kuyapoteza maisha yake yeye mwenyewe kwa kujirusha juu kabisa ya ghorofa, wote wakiwa wanashuhudia. Wicho hakuamini kabisa mama yake ameanguka juu ya ghorofa. Hasa wakati huu bidada Eugene aliyelelewa na huyu Mrs. Choi alikuwa anampenda sana, akawa amejitokeza. Mwamba Wicho alipoweza kumuona tu binti akawa amemshikia kisu, lakini akashangaa binti yuko biza anamlilia huyu mama kama mama yake. Na wakati huo Mwamba Jisoo pamoja na bidada Yurang walikuwa wako pale kando, wanajua kabisa huyu Wicho ukicheka naye huyu unavuna mabua. Moja kwa moja Mwamba akaamua kufyatua risasi, na kuanzia hapo maisha ya Mwamba Wicho yakawa yameweza kuisha. Habari ya Grasshopper ama panzi mtu ndio ikawa imeishia hapo. Mwamba hakuwa tena na maisha. Ndio tunafikia ukomo wa tamthilia yetu nzuri tulioanzia episodi ya kwanza mpaka hapa tulipoweza kukomea. Nikusii tukubaki na mimi, kwani kazi ambayo inakwenda kuanza ni ya moto na ni hatari na nusu.